Sawa. Naomba watoe hizi picha ili niulize swali. Mwenyekiti, unanisikia? Unasikika vizuri. Asante sana. Ninakwenda ngoja ninukuu hapa kitabu, alafu baada ya hapo nitauliza swali. Ndio. Ninakwenda kusoma kwenye hiki kitabu Dhiki Kuu, ukurasa wa 107. Ninanukuu maneno ya Ellen White kama ifuatavyo. Anasema, imekuwaje kwamba hivi vitini vinavyolitangaza kanisa la Waadventista wa Sabato kuwa ni Babeli vimetawanywa kila mahali katika wakati ule ule ambao kanisa hili limekuwa likimwagiwa Roho wa Mungu? Inawezekanaje kwamba watu wanaweza kudanganyika mno hivyo hata kufikiri kwamba sauti kuu inawahusu kuwaita watu wa Mungu watoke katika ushirika wa kanisa linalofurahia kipindi cha kuburudishwa kwa ujazo wa Roho Mtakatifu? Haya ni maneno ya Ellen White. Anawashangaa wale wanaoambia wengine eti watoke kutoka kwenye hilo kanisa. Sasa nakwenda kusoma hapa na kuuliza swali. Hii niliyoinukuu hapa ni TM 23. Sasa nakwenda kusoma nyingine ambao ni 2 SM 390. Hivi sasa hatuwezi kuingia katika dhehebu lolote jipya, kwani hilo litamaanisha uasi kutoka katika ile kweli. Mwisho wa kunukuu. Mwenyekiti, swali langu, Ndacha na kundi lake wamejitenga, na kwa kujitenga kwao mimi ninawaita waasi. Sasa ili wasiwe waasi, wamemuiga nani? Kiongozi nani kutoka katika dhehebu la Waadventista wa Sabato kujitenga na mpaka wakaanzisha dhehebu jipya? Wamemuiga nani? Kwa sababu hapa Ellen White anakataza watu wasijitenge. Hawa kina Ndacha katika uasi wao wamemuiga nani? Na wakati anasema kuna vipeperushi vinaenezwa vya kuliita kanisa la Wasabato Babeli, na mmemsikia hapa kwa kinywa chake Ndacha akisema hao Adventista wa Sabato ni Babeli, maana yake kumbe yeye hayuko miongoni mwao. Sasa swali, walipojitenga na kuanzisha mfumo wao wa uasi, wanamuiga nani? Ndio swali langu. Karibu Mwalimu Ndacha, kama umemwelewa Dokta, ujibu swali hilo kwa dakika 5. Bwana mwenyekiti, kuna kitu moja ningetaka utuamulie hii kesi. Nataka utuamulie kesi. Quotation ambaye mwakemo ameisoma kwa Kiswahili, nataka niisome kwa Kiingereza muktadha wake, ambaye inasema hivi: The principles of truth that God in his wisdom has given to the remnant church would be discarded. Our religion would be changed. The fundamental principles that have sustained the work of the last 50 years would be accounted as error. Sasa bwana mwenyekiti, kile kinafanya watu waingie kwa dhehebu lingine si kutoka kwa nyumba hii kwenda kwa nyumba ile, ama jengo hili kwenda kwa jengo lile. Hapa inasema ni kuachana na fundamental principles. Kuachana na fundamental principles ndio kuingia kwa dhehebu nyingine. Sasa sisi tugali katika fundamental principles, hatujatoka. SDA chini ya mfumo ndio wameingia kwa fundamental belief. Ya kwanza,
katika fundamental principles ambazo Waadventista wa Sabato walikuwa naye, ningeomba aniwekee hapo zenye alikuwa ameweka za 1872 aniwekee. Ndio hii hapa. Tutaweka baadaye. Sasa angalia hapo. Hapa kuna fundamental principles za 1872. Na leo kuna fundamental belief. Sasa hii fundamental belief ya leo ni ukisoma hapo chini naitwaje hapo chini mwenyekiti? Ya chini kabisa imeitwa hii ya 1872 inasema our foundation. Ya foundation. Sasa hapo chini kuna vile wanasema God the Trinity. The Trinity wanasema hapo chini God the eternal Father, si ndio? Okay, okay. Huko kwenye today inasema God the eternal spirit was active with the Father and the Son in creation, incarnation and redemption. He is as much, au sio hiyo? Twende tu, usisinde ukisoma sana itachukua muda mwingi. Unasema God the eternal Father, God the eternal Son, God the eternal Spirit. The Trinity, God the eternal Father, God the eternal Son, and God the eternal Spirit. Sasa hii ndio mafundisho ya SDA leo. Na ndio inaitwa fundamental belief. Lakini fundamental principles za zamani waliamini that there is one God, a personal spiritual being. Hapo chini nasema alikuwa everywhere present by his spirit. Alafu anaamini that there is one Lord Jesus Christ, the Son of eternal Father, the one by whom God created all things. Ndivyo walivyoamini wa Sabato katika fundamental belief, fundamental principles. Sasa wale wamejitenga kwa imani ni wale wametoka kwenye fundamental principles. Sasa ni nani wametoka? Si ni hawa watu today. Kwa hivyo sisi hatujatoka. Sisi tugali kwenye misingi. Ndio naona kuna ingine ameweka hapo ile ya Nelson Wilson, anirudishie. Nelson Wilson, kuna kitu ameficha hapo. Niwekee hapo Mwankemwa ya Nelson Wilson. Sasa hii ya Nelson Wilson naomba uende next hapo, next. Inasema Nelson Wilson ametangazia wa SDA that the church had officially adopted the Trinity doctrine, which is now number 2 in the church fundamental belief. He lied there is another universal and truly Catholic organization, the Seventh-day Adventist Church. Wameadopti fundisho la Trinity mwaka wa 1981 na likawa imani, kanuni ya imani ya SDA number 2. Kwa hivyo 1980 halikuwa hapo. Unaona, ndio wameadopt. Unaona mwenyekiti, wameadopt 1981, ndio wameadopt. Sasa huyu Nelson Wilson ndio anadeclare, anawatangazia, anawaambia sasa officially tuko na fundisho la Trinity ndani ya kanisa. Sasa ile kitu ambayo tumefanya sisi ni kujitenga na uasi. Iko ndani hii inaweza soma. Inaonekana hii, kuna yenye inaonekana hapo. Au haionekani? Nasema hivi, kuna quotation inaitwa DA, Desire of Ages. Mwalimu, muda wako umeisha. Muda wako umeisha. Labda tutakuja tena kuendelea baadaye. Dr. Mwankemwa, karibu kwa swali la nyongeza hapo hapo. Mwenyekiti, nimenukuu kitabu cha Ellen White, Dhiki Kuu. Anasema kwa sasa, kwanza, msiwaite Wasabato Babeli, na Ndacha kawaita Wasabato Babeli, kinyume cha Ellen White. Lakini nikanukuu pale anasema kwa sasa hatuhitaji madhehebu ngoja nisome pale ukurasa wa 107. Anasema hivi, hicho kitabu kinaitwaje mwalimu? Kitaje tu afu endelee. Hiki hapa. Hebu kiangalia hapa. Sawa. Asante. Anasema hivi sasa. Kinaitwaje mwalimu? Kitaje tu afu endelee. Hiki hapa. Hebu kiangalia hapa.
Sawa. Asante. Anasema hivi sasa, maneno haya alikuwa anaongea kabla hajafa. Kwa hiyo kauli hizi aliziongea kabla ya mwaka 1915. Anasema hivi sasa hatuwezi kuingia katika dhehebu lolote jipya, kwani hilo litamaanisha uasi kutoka katika ile kweli. Kwa hiyo maana yake alikuwa anaongea habari kabla hajafa kwamba ukianzisha dhehebu jipya tangu alipokuwa hai, maana yake wewe umetangaza ni muasi. Kwa mimi ninapita kwenye maneno yake, ndio nikawa nauliza sasa, kina Ndacha wanasema wamejitenga na mfumo huo, wamejitenga na huo uasi, wanawaita hawa wa General Conference ambao ndio wako pamoja na Ellen White kwamba ni waasi. Nikauliza swali, kwa kujitenga kwao wao wamemwiga nani? Majibu anayokuja kutoa hapo, anakuja kutoa anasema kuhusu hizi fundamental principle na fundamental belief. Nilisema kwamba inaonekana Ndacha hajui tofauti ya fundamental principle na fundamental belief. Fundamental belief maana yake ni kile tunachokiamini, lakini fundamental principle ni kwamba kwa nini tunaamini hivyo, ndio maana yake. Kwa hiyo iliyokuwa imewekwa hapo, kwa nini Ellen White baadaye akaja akasema nafsi ya Roho Mtakatifu ya tatu katika uungu? Ni kwa sababu hiyo ndio imani ambayo amekufa nayo, na ambayo Wasabato wale ya General Conference ndio maana wameendelea kuisema, na kwenye muongozo hapa wameiweka, ambayo kwa kuiweka imani hiyo Ndacha na kundi lake wanasema hawa wameasi, wakati katika kila ushahidi ninaoutoa hapa ninadhihirisha kwamba kundi la Ndacha kwanza wameasi imani, ndio maana wanaogopa hata kumuita Yesu Mungu, wakati General Conference wanatangaza Yesu ni Mungu. Wameasi imani ya utatu, ambapo General Conference akiwemo na Ellen G. White anajua kuna utatu, mpaka anajua kuna nafsi ya tatu inaitwa Roho Mtakatifu. Wao wako kivyao, lakini huku wanakuambia eti wao ndio Wasabato. Nikataka kujua wamemwiga nani. Naomba tu Ndacha wala sipinde maneno hapa, aseme kwamba kwa kweli bwana, sisi tumejianzishia wenyewe, kweli tumeamua kuwa waasi. Mimi wala sitawahukumu wala sitawafunga. Kwa hiyo naomba mwenyekiti arudi tena aseme kwamba kitendo cha kuanzisha dhehebu jipya, kwa sababu Katoliki maana yake kanisa la ulimwengu, na nimesema hapo yule rais wa Wasabato yeye alitangaza tu, kwa sababu tayari mchakato ulianza na Ellen White mwenyewe. Sasa ninachotaka kujua, kundi hili la uasi la kina Ndacha kujitenga, wamemwiga nani? Kama ni Ellen White waseme tumemwiga Ellen White, kama kuna mtu mwingine aliyepo waseme tumemwiga huyo, vinginevyo wanabaki katika uasi. Nataka kujua wamemwiga nani kwenye kujitenga, kwa sababu General Conference ndio mpaka wamemzika Ellen White, na amezikwa katika imani ya General Conference. Hili kundi la uasi wamemwiga nani? Mimi ninatangaza hizi ni roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Ili wasiwe hivyo, wamemwiga nani? Asante mwenyekiti. Sawa. Mwalimu Ndacha, karibu sana, utuambie kuhusiana haya anayouliza Dr. Mwankemwa, na yeye anachozungumzia ni yale ambayo aliongea Nabii Ellen G. White. Mmoja wapo analosema kwanza, kanisa la SDA lisiitwe Babeli. Amesema hiyo alipiga marufuku, lakini nyinyi mmekuja mnaita Babeli. Kingine anasema lisianzishwe dhehebu jipya, nyinyi mmekuja mmeanzisha dhehebu jipya. Kingine Mwankemwa anang'ang'ania sana, anasema utatu mtakatifu ulijulikana na Ellen White. Na akasema kuna nafsi ya tatu ya uungu ambayo ni Roho Mtakatifu. Hiyo kainukuka, anaisema mara nyingi, lakini mimi nataka niongezee hapo, labda nyinyi mtatusaidia zaidi kufafanua. Kwani pale anaposema Nabii Ellen White three powers of God, huwa anamaanisha nini, kama kweli yeye alikuwa hakubali utatu mtakatifu? Karibu sana mwalimu. Kwanza kitu ya kwanza bwana mwenyekiti, nishaeleza ya kwamba Ellen ashasema kuna fundamental principles ambazo wale watakaotoka kwenye fundamental principles hizo watakuwa wametoka kwa imani. Nimedhibitisha kwamba SDA tulio nayo sasa wameshatoka kwa hiyo fundamental principles, hawaamini sawa sawa.
Unaona Sasa tukija katika hilo la kama tunakubaliana na yeye ni kwa kujitenga, hatujitengi kwa ukweli. Unaona, tunajitenga kwa uasi. Watu wa kiasi ndio tunatoka kwa uasi tunarudi katika ukweli. Sasa hapa kuna kitabu ambacho kinaitwa DA. Hii kitabu cha DA 232 paragraph 1 mpaka paragraph 2. Ndio hiyo mwenyekiti nisomee. Huku sioni vizuri, naona kadogo sana, labda kama mnaweza kukuza kidogo. Inasema hivi: kama vile nuru na maisha ya watu vilikataliwa na mamlaka za kidini mnamo wakati wa siku za Kristo, ndivyo ambavyo vitu hivyo vimewekwa vikikataliwa katika kila kizazi kinachofuata baada ya pale. Historia ya Kristo kuondoka kutoka Yudea imekuwa ikirudiwa tena na tena. Wakati wana matengenezo wanapohubiri neno la Mungu, hawakuwa na wazo la kujitenga kutoka katika makanisa ama kanisa lililokuwepo, lakini viongozi wa dini wasingevumilia nuru ile, na wale walioibeba walilazimika kutafuta kundi jingine ya watu waliokuwa wana uhitaji ukweli. Katika siku zetu hizi, watu wachache miongoni mwa wale wanaodaiwa kufuata wana matengenezo wanahimizwa na roho ile ile. Wachache huisikia sauti ya Mungu na wako tayari kubadili ukweli, kukubali ukweli ukiwasilishwa katika muonekano wowote ule. Mara nyingi wale wafuatao nyayo za wana matengenezo wanalazimika kugeukia mbali na kuyaacha makanisa wanayopenda ili kuweza kutangaza mafundisho ya kweli ya neno la Mungu. Ni mara nyingi wale wanaoifuata nuru nao wanalazimika kuliacha kanisa la mababa zao kwa sababu ile ile ili waweze kutii. Desire of Ages 232 paragraph 1. Ni nini sijajibu? Sasa ile kitu ambaye sasa ningetaka sasa uelewe ni kwamba bwana mwenyekiti, Ellen anaposema third person of Godhead, Godhead na Kiingereza inaitwa uungu. Trinity kwa Kiingereza inaitwa, kwa Kiswahili inaitwa utatu. Kwa hivyo Ellen hasemi ya kwamba kuna nafsi ya tatu ya utatu ama ya Trinity. Anasema nafsi ya tatu ya uungu ambaye anasema ni the spirit of Christ. Lakini kwa utatu tumeweka hapa. Katika utatu ndio hii hapa mwenyekiti. Katika utatu tumeona tumeona ya kwamba hapa SDA wanaweka baba, wanasema ni Mungu baba wa milele. Mwana wanasema ni Mungu mwana wa milele. Roho wanasema ni Mungu roho wa milele. Hii inaitwa Trinity. Hii haitwi Godhead. Hii inaitwa Trinity. Sasa Ellen anapoongelea Godhead ni tofauti na hii. Mwenyekiti, nafikiri umeelewa. Kwa hiyo sasa Mwankemo anaongelea Godhead wakati SDA iko na Trinity. SDA haina Trinity, SDA haina Godhead. SDA iko na Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Na nimetoa hiyo maneno ambayo Mwankemo amekuja naye hapo mwenyekiti. Na kweli kabisa kabisa tumeona ya kwamba mwaka wa 1981 ndio fundisho hilo limeingia rasmi kwa SDA. Ni vile hataki kukubali. Anataka tu kubisha tu. Sasa ningetaka tufanye hivi. SDA waliamini hivi, walisema hivi. Kitabu kinaitwa Ellen G. White Letter 21 March 15, 1905. Anasema hivi. Hapawezi kuwa na umoja kati ya ukweli na kosa. Wale ambao wanaongozwa katika udanganyifu tunaweza kuungana nao ikiwa tu wameachana na udanganyifu wao. Kwa hivyo SDA hawawezi kuungana na makanisa yanayokataa ukweli. Lakini SDA tuko nayo saa hii. Angalia mwenyekiti. Church, the World Lutheran Church, the Mennonite World Conference, the Moravian Church Worldwide, Pentecostals, the Salvation Army, the Quakers. Ukimwona huyo ako na miwani, ametumwa kutoka General Conference aende kwa mkutano wa umoja wa makanisa. Mwenyekiti ni Papa. Kwa hivyo sasa hivi tunapoongea kanisa la SDA na Papa wako kitu moja, na ndio mhubiri huyu wa hapa Tanzania anasema hivi.
Muamini nani? Kristo. Kristo. Wa Katoliki, wa Pentekoste, wa Anglikana, wa Methodist, sijui nani. Imradi ni mfuasi wa nani? Wa Kristo. Ni kanisa la Kristo. Na uchaka aondoe hii majina maneno anaweka hapa. Kwa maana unapokuwa unajifunza na ambao sio Waadventista, usiwaone sio kanisa, ni kanisa. Na ni imani ya msingi namba 10 na ngapi? 12. Ndio maana tunakula nao meza. Mwenyekiti, unaona hiyo imani ya msingi 12 wanasema ya kwamba wana umoja na makanisa yote. Wana umoja na makanisa yote. Lakini imani ya YCDA wa zamani walisema walikuwa wanaamini ya kwamba hawawezi kuwa na umoja na makanisa ya Jumapili kwa sababu ya kukataa amri ya Mungu ya 4. Lakini YCDA saa hii wana umoja na makanisa yote. Sikia imalizie. Ya nini? Ya Bwana. Wakija hapa imradi wamemwamini Bwana wakabatizwa kwa mafundisho yaliyofundishwa, huyo anashiriki meza ya nini? Ya Bwana. Kwenye kanisa hili awe ni Mkatoliki anakula kipa imara kule, atakula meza ya Bwana hapa. Unaona? Sasa Katoliki na YCDA hawana tofauti. Hawana tofauti kwa sababu wanatumikia Mungu moja. Kwa hivyo mwenyekiti, mwalimu, muda wako umeisha. Sasa pamoja na kwamba muda wako umeisha, mimi nilitaka nikuulize kuhusiana na hili swali, kwa sababu mmesema ile nafsi ya tatu ya ambayo ni Roho Mtakatifu, amesema nafsi ya tatu ya uungu, unasema tofauti na hao wanaosema nafsi ya tatu ya utatu. Ina maana sasa tuseme uungu una nafsi tatu? Ngoja nikutumia hapo unisomee kuhusu uungu. Nisomee hapo kwa inbox yako. Okay. Nikusomee kuhusu nafsi ambayo inaongelewa hapo. Nisomee hiyo nimekutumia hapo. Okay. Anasema they have one God and one Savior and one Spirit. The Spirit of Christ is to bring unity into their ranks. Ellen G. White Testimonies for the Church, volume 9, page 89, 1909. Sasa bwana mwenyekiti, Godhead ni the Father. Ndiyo. Huyo Godhead ako na mwana ambaye anaitwa Savior. Ndiyo. Alafu bado ako na roho wake. Ndio anaitwa third person of the Godhead. Kwa hivyo Godhead ni kama kusema wewe simulizi una mtoto wa kiume na bado uko na mtoto wa kike. Lakini sasa hapa kwa sababu si watoto, inasema one Savior, one Spirit, the Spirit of Christ. Kwa hivyo Godhead amepea Kristo roho wake. Kwa hivyo sisi tunapata roho kutoka kwa Kristo. Hapo hakuna mambo na Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho hapo. Hiyo ndio inaitwa third person of the Godhead, the Spirit of Christ. Sawa, lakini pamoja na hilo, kama anakubali kwamba roho ni nafsi, yani ni nafsi na ni nafsi ya tatu, hiyo hapo unaweza ukatufafanulia vipi mwalimu kwamba roho ni nafsi ya tatu, lakini hapo roho tena ni wa Kristo? Kristo tunakubali wote ni nafsi. Nafikiri hata wewe unakubali kwamba Yesu Kristo ni nafsi, na Mungu Baba unakubali kwamba ni nafsi inayojitegemea. Kama huyu ameikubali hii kwamba nayo ni nafsi ambayo inashare kwenye nafsi zingine, au hiyo inakuwa inamaanisha nini? Au tuseme kama vile tunavyosema uungu, kama wanavyosema Trinity, wanasema ni Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Alafu huku tunasema hapana, ni uungu ule una nafsi tatu, ambazo nafsi ya tatu katika hizo nafsi tatu ni Roho Mtakatifu, ambayo ndio imesemwa na Nabii Ellen White hapo. Sasa tunaposema habari ya nafsi, ndiyo. Tunaposema habari ya nafsi ni language tu. Ni language ambayo inatumika hapo, ni kwamba wewe simulizi, tofauti yako na Mungu ni kwamba wewe hauwezi kujituma uende mahali ukiwa hapo. Hata sasa tukue na wewe hapa bado. Ndiyo. Lakini Mungu tofauti yako, Mungu anaweza tuma roho yake na akue hapa wakati yako biguni. Okay. Kwa hivyo hatuwezi kusema ati kwa sababu tuko na Mungu hapa duniani mbinguni hayuko. Lakini Mungu tuko naye hapa duniani kwa njia ya roho wake. Kwa hivyo ndiye anaitwa unseen, yani haonekani hapa, lakini tuko naye kwa njia ya roho.
Hiyo inaitwa third person of the Godhead. Si ati ni mtu mwingine. Na huyo sasa huyo wa roho tukisema si mtu mwingine, nafsi nyingine sinamaanisha ni mtu mwingine. Manake tukisema hivyo manake tungemaanisha ni nafsi ile ya Baba. Kwa mfano nikikusomea Yohana 17 mstari wa 3, mwenyekiti. Ndio. Yesu anasema ya kwamba na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Wakati yeye anaongea hasemi mimi uliyenituma. Si anasema Yesu Kristo uliyemtuma. Si utasema huyo ni mtu wa tatu wako hapo? Hapana, tunasema hapo kulingana na lugha. Mimi naongelea lugha. Lugha inasema mwenye anaongea hapo si ni Yesu. Ndio. Na si anasema Yesu Kristo uliyemtuma. Ndio. Sasa hasemi mimi, anaongelea Yesu Kristo kama ni mtu mwingine. Kwa hiyo Roho Mtakatifu si nafsi. Lakini sasa hapo ndio itatuchanganya pale kwa nabii Ellen ambaye alisema yeye huyo ni nafsi. Ellen hajasema, Ellen hajasema ni person ama ni being. Ondoa huyu Shaka. Shaka ana tatizo gani? Shaka, kama unataka mada siweke mada, tutachadili na wewe. Sasa kitu ambacho kulingana na Helen, bwana mwenyekiti, ndio. Ngoja nikuwekee hapa kidogo. Ni lugha tu. Ni lugha kwa sababu yeye ameandika katika lugha ya Kiingereza. Lugha ya Kiingereza ndiyo imetumika hapo. Kuna nini nilikuwa nataka niweke hapa, sijui nilitoa.